Kwa hiyo Simba wasende na mentality ya kwamba tulimfunga fulani. Ama tutakuwa ishapita. Hata jirudia kufanya tena Almasri itoke Simba abaki. Kinachohitajika ni Simba kwenda kucheza kwenye mazingira ambayo kwanza matokeo ya kule watu wasahau waje kucheza kwenye mpira ambao unahitajika. Wakianza kwa papara watamaliza kwa papara na itasaidia kitu. Mimi nakuhakikishia Mnyasi. Ningekuwa mimi nisingeshughulika na kwenda kuwapokea wachezaji airport wala kuwalaumu wala kuwapongeza kwa sababu wenyewe wanajua walichokifanya na wanajua wana Simba wanafikiria nini kuhusu leo. Ningekuwa ni mimi ningeenda kukata tiketi nikajiandaa kwa ajili ya kwenda kushangilia timu wangu uwanjani kwa upande wa mashabiki. Upande wa viongozi na benchi la ufundi, kwa mfano nimemsikia ndugu yangu Mangungu jana, mjomba wangu alichokuwa anakizungumza, mimi hakunipendeza zaidi. Unajua mtazamaji wa Mnyasa Media anaungana hapa na shabiki wa Yanga Makawila kwenda kuzungumzia yaliyojiri Misri, Simba dhidi ya Al-Masry. Simba wakipiga mpira mkubwa lakini wakiambulia kupigwa mabao 2-0. Wenyewe wanaapa kurejea kwa nguvu Benjamin Mkapa tarehe 9. Bwana Makawila, habari za muda huu? Safi ndugu yangu. Tumekuja tumerudi tena kwenye meza zetu za kuzungumzia mchezo wetu pendwa wa mpira wa miguu. Bwana, Simba ndio imeonekana jana kucheza mpira mkubwa lakini matokeo yamekuwa kikatili. Yes, nafikiri kwanza style ya aina ushambuliaji ya Simba tunaweza tukifananisha kama mwalifu basi ni Panyarodi. Maana Panyarodi wanaanza kaingia ndani wakiwa 30 wanataka kuiba TV moja, matokeo yake TV yenyewe kaivunja kwa kila mtu kutaka yeye ndo awe mchukuaji. Kwa sababu kilichokuwa kinafanyika pale jana ni kila mtu kutaka kuonekana yeye amefanya nini Misri, lakini sio kuonekana unachangiaje timu na unasaidiaje. Hiko ndo ambacho mimi nimekiona kwa asilimia kubwa. Yes, mpira umecheza mzuri lakini mwisho wa mazungumzo ya mpira mzuri maana yake tunahitaji kupata matokeo ambayo yanakubeba wewe. Kwa hiyo kupata matokeo ambayo yanaonekana kukufavor wewe maana yake inakuwa automatic mchezo umecheza vibaya. Hiyo utakapofanya. Maana kilichofuata pale ni ushindi. Mkosa ushindi baada ya sare basi ruhusu goli chache. Kwa hiyo idadi ya magoli walioruhusu wameshindwa kupata matokeo ya kushinda. Wameshindwa kupata suluhu au sare hata mabao. Wameshindwa kufunga magoli machache. Kwa automatic wamecheza vibaya mchezo. Kwa mtazamo wa kimatokeo lakini mtazamo kupiga pasi nyingi, kutengeneza nafasi nyingi, vyote wanaweza akawa wao ndo wanaonekana kama ziko pande wao, lakini kimatokeo wamedondoka. Ukidondoka kimatokeo, ushindi wa kwanza mabao mawili maana tunazungumzia ni ushindi mnono kwa timu pinzani ambayo Simba amecheza nao. Kwa hiyo unaona Simba alichokifanya, alichokipanga nafikiri maana makusudio, lakini si ambacho ameenda kuonyesha uwanjani. Unapopata nafasi kwenye michezo kama ile tunategemea uende ukafanya ukatili. Kwa kushindwa kufanya ukatili inaonyesha kama kuna baadhi ya wachezaji pia wa Simba hawachezi kwa ajili ya kutaasisi kupata matokeo kwanza, wanafikiria wao binafsi kuliko timu. Nitakupa mfano. Unajua mpira wa miguu inacheza timu na sio mtu. Maana kuitwa timu maana yake ni kufanya kazi kwenye mazingira ya kushirikiana. Wewe jana uliona mazingira gani ya kushirikiana pale kwenye eneo la ushambuliaji la Simba? Akipata mpira mpango anataka akimbie mpaka amalize uwanja, matokeo anamaliza uwanja hapo kwenye boksi, anapiga cross baada ya pasi. Ni moja kati ya winga mzuri sana ambaye anafanya vitu vingi sana kwa usahihi, lakini jana alikuwa anafanya vitu ambavyo vilikuwa havina faida kwa Simba, labda binafsi kwake yeye mwenyewe tu. Alikuwa anaonekana alikuwa anakimbia, anaweza kudibo, akapiga chenga watu wawili watatu, lakini kitu cha mwisho alichokuwa anakifanya kilikuwa kinaonekana hakina msaada kwa timu yake. Sio? Ukimwangalia Kibu Denis anapata nafasi, si unategemea wewe uende kabebe kwenye ardhi ya Misri. Unategemea wewe utapata maamuzi ya 50 kwa 50 kwenye ardhi ya Misri. Jambo ambalo haliwezekani. Kwenye mazingira kama haya na kwa wewe uonyeshe kama unacheza ugenini na kucheza ugenini inatakiwa ufanye vitu vile ambavyo sio vya kutegemea waamuzi. Unapata nafasi, unadibo mpira, unakwenda kuanguka sehemu ambayo una uwezo wa kupiga. Matokeo yake refa anasema tuendelee kucheza, unanyima watu nafasi ya kupata goli. Kwa hiyo mimi nilitazama mechi kwenye mlango huo. Kuona kama Simba anacheza kwenye timu yake, niona kama kila mtu anataka kuonesha uwezo alionao. Na hiyo sio sifa ya timu bora. Timu bora maana yake ni kutengeneza nafasi kwa mtu mwenzako, na yeye kutengeneza nafasi wewe na wewe amtengenezee mwingine. Ndio mnaweza kupata, sababu ukiangalia Simba kapiga attempt 18. Attempt 18 kapiga on target 8. Kwenye target 8 hakuna super save hata moja ambayo golikipa kaifanya. Yaani pia namfuata golikipa alipo. Sio kusema ile super save ambayo kaenda kufanya ile golikipa katika on target 8. Kwa hiyo inaonekana walikuwa wanashambulia kwenye mazingira papara zaidi. Hakuwa mazingira ya kutengeneza mipango mizuri ambayo ingeweza kuwafanya wale Almasi wale kwenye hatari zaidi kwa Simba kupata magoli. Kwa hiyo niliangalia kwenye upande wao kuna Simba papara ilikuwa kubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji. At least kwenye eneo la kiungo wanaonyesha utulivu, pasi tatu nne zinapigwa, inatengenezwa nafasi, lakini wakifika kwenye eneo la ushambuliaji kuanzia wakachazi au kwenda mbele unaona kuna shida ya kuwa na papara. Kwa hiyo na kile ndio ambacho kinatofautisha wachezaji wetu wengi
na katuchota Chama. Unajua Chama sifa zote tunazoziona hizo amefanya, watu wengi wamefunga mabao ya nchi, lakini aina ile uchezaji wake anapokuwa kwenye box anakuwa tofauti na viungo wengi ambao wameshakuja kwenye nchi yetu. Yeye ni sehemu ile ambayo akifika kwenye box anakuwa boss. Anajua ile eneo ndio boss. Ukimgusa vibaya box tuta. Sio? Ana nafasi ya kuliangalia goli lako. Mwenye pressure maana baada anakuwa ni wewe ambaye unazuia. Yeye kama mshambuliaji anakuwa anatulia na anafanya maamuzi sahihi kwenye mazingira magumu kama yale ambayo wachezaji wetu wengi huwa hawawezi kufanya hivyo, anakuwa na papara. Kwa hiyo hakuna jambo yeye ya kuzungumza kubwa zaidi ya kusema kwamba Simba alikuwa na papara nyingi kwenye eneo la shambuliaji, na kucheza vile unaweza kupiga hata mashuti 40 usipate goli. Kwa sababu pressure inakuwa kubwa sana. Bwana Makawila, tukiangalia takwimu za Simba jana, wamepiga shoot on target takriban mashuti 7 yaliyolenga lango. Na Almasi wao umelenga mawili tu, na mawili hayo ndio amezaa goli. Umesema kwamba mikimbio ile Mpanzu haikuwa na faida kwa timu ya Simba kabisa, lakini wenyewe Simba anakuambia kwamba bahati iko upande wao, japo matokeo yamekuwa kikatili. Wanaamini kwamba Simba hii tarehe 9 wanafanya makubwa Benjamin Mkapa. Hilo kwako unalisemaje? Kwanza mpira lazima uzungumzwe kwenye uhalisia. Yaani ukisema kwamba matumaini mtu yote, hata Simba angefungwa goli 4 jana bado matumaini angekuwepo kwa sababu mechi sijakwisha. Yes, lakini kwenye uhalisia maana yake kuruhusu mabao mawili ina maana unampa mwenzako nafasi mpaka 70% mpaka 80. Tena bado tunapozungumza sasa hivi mimi na wewe, Almasi ana nafasi zaidi ya 70%. Kwa sababu unazungumza Almasi ana kitu anacho mkononi. Simba hana. Na iko kitu kinachomfanya mtu hawezi kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukisema nafasi haiwezi kufa mpaka mechi zote mbili ziishe. Lakini kwa aina matokeo ambayo amepata Almasi, maana sasa hivi wakishindwa kufuzu na maana wao wamepoteza nafasi. Wamepata ushindi mkubwa sana. Ushindi wa mabao mawili kwa nyumbani sio ushindi mdogo. Ni aina ushindi ambao tangu pata Simba hapa. Tungesema Simba na nafasi kubwa sana ya kufuzu. Kwa hiyo tumbeza Almasi kwa sababu amecheza mazingira hayo, huwezi kujua hapa anakujaje. Sio? Kwa sababu ile ni timu ambayo inakuja hapa ilikuwa inamtaja magoli mawili. Usifikirie kama watakuja kama vile walivyocheza ambapo anamtaja hata goli moja. Na mara nyingi timu za kaskazini ni timu ambazo zinajua sana kutumia viwanja vya ugenini kuzingatia matokeo ya kwanza wanaoyahitaji, kama ni mechi ya kwanza au matokeo ambayo wanao mkononi tayari. Wamekuwa na sifa tofauti na sisi. Usifananishe mechi ya Kaizer Chiefs na Simba. Unacheza na South Africa, lakini mzee nakuhakikishia brother. Waarabu hata kufunga goli moja bila kwao ni goli nyingi sana kwenye mechi za mtoano. Waarabu yani. Kama Al Ahly alipata goli moja bila. Mfano ngoja nikupe mfano mmoja. Simba amecheza na Al Tripoli kule kutoka bila. Matokeo hapa yalikuwaje? Matokeo hapa Simba na Al Tripoli yalikuwaje? Simba alishinda kwa mujibu 3-1. Maana yake tayari unaona kama wale Al Tripoli kama Simba singejilinda vizuri kule ungepata ushindi wa mabao mawili, mechi ilikuwa izovo kwa Simba. Maka kuja hapa umescore. Na Waarabu wana sifa hiyo ya kwenda kuscore ugenini hasa anapokuwa na matokeo kwa favor wao. Usitegemee kama atakuja hapa kama Yanga kama Jamaa alicheza na Yanga na Msialja. Wala Almasri hatakuja hivyo wanapofikiria watu. Kwa hiyo Simba wanatakiwa wawape wachezaji wao jukumu zito sana kwenda kulifanya siku hiyo. Sio mechi nyepesi tena. Mechi ilikuwa nyepesi kwa kulinganisha performance ya timu hizi mbili kabla hazijacheza, lakini kwa aina matokeo ambayo Simba wameruhusu Almasri wapate, wametengeneza mechi kwa ngumu sana kwao. Manake Simba watakachokifanya tarehe 9 unamaanisha kwamba wao waangalie tunafungaje na tunafunga. Wana kazi kubwa sana kufanya, wana kazi mbili ambazo kwenye mpira mara nyingi wa timu iliyokuwa bora sana ndio wanaweza kuzitekeleza. Jukumu la kuscore 2 goals mpaka 3 goals bila kuruhusu goli. Ukikuwa mpinzani wako anajua kabisa kama mimi nikifunga goli moja, huyu mtu atafuta goli 4. Ni mechi ngumu sana kwenye mazingira, lakini kwenye uwanja manake hata magoli 4 sio mengi, nategemea utakuja kuchezaje, lakini kwenye mechi hiyo unaweza kusurprise ukaona goli moja ni jingi kama vile umefungwa magoli 8. Kwa hiyo nategemea Almasi watakujaje na Simba atabadilikaje. Kama ataendelea na papara ile, hata Simba kwa dakika 800 hawezi kumfunga Almasi. Kama atakuwa anashambulia kwenye mfumo ambao jana alikuwa anautumia. Huwezi kushambulia kwenye mazingira kama yale, mpira una utaratibu wake. Unaweza kupiga pasi nyingi, ukafanya kila kitu, lakini kwenye eneo la kushambulia lazima kuwe na ubunifu ambao unahitajika kwenye mchezo wa mpira wenyewe, kwenye tabia zake. Sio kila mtu atumia akili yake tu kichwani. Mpira huwezi kuchezwa hivyo. Na ndio maana utakuta Simba walikuwa wanatumia nguvu kubwa sana kwenye kutafuta goli. Angalia Jamaa alitumia nguvu gani kwenye kutafuta goli. Maana yake hata kwa watu 4 kwenye eneo la Simba, beki wa Simba kwa 6, wanatumia kupeleka mpira kwenye sehemu sahihi tu. Hakuna kitu kingine. Wanakuja kama teamwork. Kwa hiyo Simba ngao wanatumia mfumo wale kucheza teamwork kama alivyokuwa anacheza wale Jamaa kwenye eneo la kushambulia. Zaidi goli 4 alikuwa anapata jana. Lakini kwenye mazingira yale kama mtu anataka kuscore, eneo la kufungwa na Jangucho anataka penalty. Wewe yani huwezi kucheza na timu kaskazini ukategemea matokeo kama yale kwamba ataamuliwa kutoka kufeva, ni ngumu sana. Wenyewe wanasema kwamba wataweza kufanya kama ambavyo walifanyia Horoya Benjamin Mkapa, wakashinda magoli
mengi zaidi dhidi ya Al-Masry. Wenyewe wanaamini hivyo na Simba. Mifano yote ambayo unatoa mifano ya watu wa ukanda, watu weusi. Zingatia kile nilichokueleza mimi. Yaani kuja kumfunga hapa Kaizer Chiefs, kuja kumfunga hapa si Zambia, ni hizo tu. Lakini unazungumza kaskazini, watu ambao kwao limekwenda taji mara nyingi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote. Watu ambao wana mbinu za mechi za mtoano kuliko sehemu nyingine. Unazungumza taifa ambalo kwanza ujue taifa tunalizungumza hapa ambao anakwenda kucheza na Simba. Ndio taifa mama kwenye soka la Afrika kwa ngazi ya vilabu mpaka ngazi ya timu ya taifa. Kwa hiyo unazungumza vitu vyote ambavyo unavijua vya kimpira ambavyo vinafanyika Afrika. Misri ndio watu wa kwanza kuvijua kuliko taifa jingine lolote ambalo unalijua ile Afrika. Kwa hiyo Misri katika soka la Afrika ndio anatoa vilabu ambao zina kila aina mbinu, unajua ile soka la Afrika anafanya vizuri. Ukenda kwenye kombe la Confederation unakuta bingwa Zamalek. Ukenda kwenye Champions League unakuta bingwa ambao wote ni National Rally. Sasa leo unaiwezaje timu ya Misri kufananisha na timu ya Ghana au South Africa au na timu za sehemu nyingine? Tayari wale wa Misri wana kitu ambacho mataifa mengine hawana kwenye ngazi ya vilabu. Hata kama uwezo wao unakuwa ni wa kawaida, lakini kuna wakati wanafuzu kwa kutumia mifumo ya kucheza mechi za mtoano ambao unaonekana wao wanaiweza zaidi timu za kaskazini kuliko sisi huku. Kwa hiyo Simba wasende na mentality ya kwamba tulimfunga fulani. Ama tutakuwa ishapita. Hata jirudia kufanya tena Al-Masry itoke, Simba abaki. Kinachohitajika ni Simba kwenda kucheza kwenye mazingira ambayo kwanza matokeo ya kule watu wasahau, waje kucheza kwenye mpira ambao unahitajika. Wakianza kwa papara watamaliza kwa papara na itasaidia kitu. Mimi nakuhakikishia Mnyasi. Kwa hiyo neno lako kwa wana Simba wafanye nini kwa kipindi hiki kujiandaa dhidi ya mchezo wa raundi ya pili? Ningekuwa mimi nisingeshughulika na kwenda kuwapokea wachezaji airport, wala kuwalaumu, wala kuwapongeza, kwa sababu wenyewe wanajua walichokifanya na wanajua wana Simba wanafikiria nini kuhusu leo. Ningekuwa ni mimi ningeenda kukata tiketi, nikajiandaa kwa ajili ya kwenda kushangilia timu wangu uwanjani kwa upande wa mashabiki. Upande wa viongozi na benchi la fundi, kwa mfano nimemsikia ndugu yangu Mangungu jana, mjomba wangu alichokuwa anakizungumza, mimi akikunipendeza zaidi. Unajua kuna kitu mmoja Mnyasa lazima tujifunze. Wenzetu huwa wanatengeneza mazingira ya kuna level za viongozi za kuzungumza mambo fulani. Kwa hiyo kiongozi kama Mangungu akaanza kuzungumzia matukio ambayo ya kusema refa katunyonya, refa hakuwa fair, mimi naona isaidii. Yaani ni matukio ya kuzungumzia mediali. Yaani Mangungu atakuwa astiki zaidi kwenye kuzungumza na benchi la fundi na wachezaji. Kwa sababu yeye tunamzungumza hapa ndio kiongozi mkubwa kwenye ngazi ya klabu ya Simba. Yale ya mediali ya kina mediali na kina Alikano ndio wanaweza kuzungumza bwana, waamuzi wametuonea, lakini kama Mangungu akizungumza vile anaonekana ni kiongozi ambaye sio shupavu. Mimi nitakuuliza swali. Mechi nyingi zilizofanyika hapa Benjamin Mkapa, tuliwasikia maafisa habari wa timu nyingine wakilalamika zaidi ya Simba. Hatuja kuwasikia marais wa vilabu wanalalamika. Unajua kwa nini marais wa vilabu wanalalamika? Kwa sababu wao pia kwenye vilabu vyao huwa anatokea mazingira kama yale wakati mwingine. Kwa hiyo wasisiki zaidi kwenye kulalamika, tusharuhusu goli 2. Ushapoteza kwa idadi kubwa magoli. Ni kuzungumza na benchi la fundi, waiandae timu vizuri, mashabiki wahimizwe wakate tiketi, waujaze uwanja, waende wakashangilie ili timu ipate nguvu. Waende wakafanye vizuri na nafikiri na naomba Mohamed Dewji aweke mzigo mrefu. Yaani kama kuna hela yote ambayo Simba atakayoipata kwa kuvuka hapa, ule mzigo wote aweke kina Shabalala tu. Kwa sababu heshima ya Simba ni kitu kikubwa kuliko fedha ambayo anaipata. Kwa hiyo wachezaji wakiwa ule mzigo, kama mkifuzu hapa mnakwenda kuchukua mzigo ambao tutachukua hapo nusu. Chukue mtugawaneni, mwepe heshima Simba atapata furaha. Mechi ya kuwa ngumu kwenye mazingira ya matokeo, lakini ukiangalia kwenye uchezaji baada ya Al-Masry anaonekana ni timu ambayo imecheza chini, na nakuhakikishia na nilikwambia kwenye timu za robo za Confederation Al-Masry ndio timu ambayo inaonekana iko chini kwenye performance kuliko nyingine zote. Bwana, shukrani sana Makawila. Nashukuru sana.